Asante sana coach. Karibu sana Mary kwa swali jingine. Asante kwa swali. Swali langu linasema kwamba ni sahihi kwa mwanamke kumwambia mwanaume kuwa anampenda? Ni sahihi kwa mwanamke kumwambia mwanaume kuwa anampenda? Okay. Kwanza usahihi wa jambo au kutokuwa sahihi unategemeana na wahusika. Sawa? Hilo sio swala ambalo coach anatakiwa kuamua kwamba ni sahihi au sio sahihi. Ukweli ni kwamba inategemeana. Sawa? Inategemeana. Moja, mwanaume anayeambiwa anapendwa yuko matured kiasi gani? Kwa sababu kupenda, mwanamke anaweza akapenda, mwanaume anaweza akapenda. Masuala kumpata mwanaume au kumfanya nini, hayo ni masuala ambayo yanatengenezwa na mazingira, yanatengenezwa na utamaduni. Ni vitu ambavyo viko hivyo, na kuna mabadiliko makubwa sana sasa hivi, mambo ni mengi. Kwa hiyo huwezi tu ukabaki na ule mfumo kwamba mwanaume ndo anaenda kumpropose mwanamke. Hicho kitu hakiko sawa. Lazima tukubaliane hapo. Hicho kitu hakipo sawa. Ila kama mwanaume yuko matured enough, yani kama akili yake imekomaa, ana uwezo wa kutafsiri neno kupendwa, hakuna tatizo lolote, kwa sababu jambo hili halijazoeleka sana, hasa katika mazingira yetu sisi. Sawa? Lakini kama mwanaume ana uwezo wa kulipokea na asimchukulie vibaya huyo mwanamke, hakuna tatizo lolote. Unaelewa vizuri eh? Sasa kwa upande wa pili, kuna riski ya mwanamke kumwambia mwanaume anampenda kwa kutamka. Sawa? Kwa kutamka. Na riski yake ipo kubwa kwa sababu ya mifumo iliyozoeleka. Haijazoeleka mwanamke kumwambia mwanaume anampenda, si ndio? Lakini ukiangalia jambo lenyewe halina tatizo. Kwa tatizo ni nini? Sikasema ukweli, sikasema hisia zake. Mwanamke sio mwanadamu, hawezi kupenda. Tukichambua katika namna hiyo tutajua kwamba okay, mwanamke anaweza kupenda, ndio. Anaweza kupenda. Kwa kama anaweza kupenda, ana uwezo wa kumwambia mwanaume kwamba anampenda. Ila tatizo, riski ya kwanza ataonekana ni cheap. Katika mazingira yetu haya kibongobongo hasa, mwanamke akimwambia mwanaume kwamba anamuelewa, anampenda, jambo la kwanza ni riski ya kuonekana ni cheap. Yule mwanaume ana uwezo wa kumchukulia kwamba yule mwanamke ni aina fulani hivi, simple, kwa sababu tu imezoeleka kwamba mwanaume ndo anatakiwa mtafute nani? Mwanamke. Hiyo riski ya kwanza. Riski ya pili, kuna uwezekano kwamba mwanaume akajinasua kwenye responsibility. Sawa? Yaani akachukulia poa, kwa sababu mwanaume kwa mazingira yetu, yani kawaida ilivyo, wanaume wanapenda kufight kile kitu ambacho wanakihitaji. Wanapenda kukifaitia. Kwa ikiwa ni rahisi kwa kiasi hicho, sasa hilo ni swala la akili. Namna ambavyo analipokea. Kumbuke tu namna ambavyo analipokea, anaweza akajitoa kwenye majukumu. Kwa maana ya kwamba akahisi sababu wewe ndio umeanza kumpenda, ni jukumu lako wewe. Sawa? Ni jukumu lako wewe kuhakikisha kwamba hayo mahusiano yanakaa katika mstari uliofanya nini? Ulionyooka. Ndio sawa. Kwa hiyo sasa, ili kuondoa hii riski, kuna step ambazo mwanamke anatakiwa achukue. Kama amempenda mtu, atengeneze mazingira, atengeneze signal, ambapo mara nyingi sana hata wanaume huwa wana notice, huwa wanajua. Yaani kuna namna fulani ambavyo mwanamke akiwa mwanaume anaweza akagundua kwamba huyu kuna uwezekano ananipenda. Na mara nyingi iko hivyo. Ila sasa anatakiwa akishatengeneza hayo mazingira, mwanaume ndo aseme. Yaani mwanaume amalizie sentence tu. Hayo mazingira ni kama yapi? Inategemeana. Sawa, inategemeana, lakini the easy way ni connect. Sawa? Hatua ya kwanza ni mawasiliano.
Sawa? Baada ya kuwasiliana, natafuta kitu kingine kinachoweza kuwaunganisha. Kama mko shuleni, mwite mfanye discussion. Mwambie kuna swali sielewi, nielekeze. Kwenye maswali huko mtamalizana. Sasa nitamalizanaje naye? Kwanza na maswali hapa kabla hatujaenda huko kwenye step. Sawa. Umesema kwamba kwa mfano kibongo hilo swala halijazoeleka na sio jambo la kawaida. Ni kweli na ni sahihi. Lakini sasa kwa sisi wa bongo tunawezaje kwenda nje na utamaduni wetu? Huko Ulaya tunaona movies, tunaona anaenda namwambia mwanaume anakubali, wanaoana. Lakini sisi kwetu hiyo kitu haipo. Yaani sisi mwanamke akienda kwa mwanaume akimwambia kwamba mimi nakupenda, everybody kwanza anastaajabu, ni mwanamke wa namna gani? Sababu ndio sawa, tunaishi, kuna utamaduni, kuna utandawazi, lakini hatuwezi kuenda nje na maadili yetu. Hatuwezi tukatoka hapo. Hilo ni swala la kwanza. Okay. Ngoja nilijibu. Sawa. Kwanza hilo sio swala la maadili. Sawa? Na kama nilivyosema hapo awali kwamba inategemeana na maturity ya mwanaume. Na sio swala la uzungu wala sio swala la Uafrika. Wala sio swala la Tanzania. Sawa? Ni swala la akili ya mtu kichwani anavyoweza kufafanua mambo. Sasa nitajuaje kama huyu mwanaume akili yake nzuri au akili yake mbaya? Ndio maana nikasema ni riski. Sawa? Ndio maana nikasema ni riski. Na yeye mwanaume kutafsiri kile kitu vibaya sio tatizo lako. Ni tatizo lake. Na vipi kama ataniona mimi cheap? Kama atakuona wewe chips utajua. Sasa nikishajua wewe kama ndio nimejaribia sifa kama mimi mwanamke umejaribia sifa mimi mwanamke ni sio cheap. Hamna. Yaani kuniita cheap basi mtu awe hata asinidharau. Asidharau jana wangu, asidharau cheap wangu na mimi cheap. Twende taratibu. Sawa? Kuwa cheap au kupropose. Sawa? Kupropose kwa mwanamke au mwanaume akakukataa haina maana kwamba wewe ni cheap. Ila inawezekana kuna vitu hamjaweza kuendana. Na hii ndio maana pia inawasumbua watu kwenye mahusiano. Unapoenda kupeleka pendekezo, kuna kukubaliwa au kukataliwa. Na wakati mwingine unaweza ukawa una thamani fulani ambayo kiukweli hiyo thamani kwa mtu wa upande wa pili yeye haitambui hiyo thamani. Kumbuka pia watu wanatofautiana aina ya vitu wanavyovithamini. Kwa mfano, kuna aina ya mwanamke ambaye akivaa nguo fupi, kuna mwanaume hawezi kumpenda. Unaelewa? Lakini kuna wanaume ambao hawapendi wanawake ambao wanavaa nguo ndefu. Wapo. Unaelewa vizuri? Kwa uthamani wa kuvaa nguo ndefu au fupi unatokana na jicho la mwanaume anayetazama, sio yule mvaaji. Kwa kama amepropose akakataliwa, kama mtu mwenye akili timamu hawezi akajiona kwamba yeye ni cheap. Na wewe sio cheap kwa sababu umeexpress namna unavyo feel. It is not bad. Yaani sio kitu kibaya wewe kuzungumza namna unavyojisikia. Namna ambavyo upande wa pili utapokea, hilo ni swala ambalo lipo out of your control. Kwa hiyo ni sawa sawa tuna watu ambao wanashindwa kudhubutu kufanya biashara, wanasema kwamba nitakuaje kama nikianzisha hii biashara ikafeli. Mahusiano ni kama biashara. You propose, ikifeli, basi imeisha. Na haina maana kwamba wewe ni cheap. Unataka kuambia kwamba sasa hivi wanawake wanaweza kuoa. Kwa maana gani? Kama anaweza kupropose, mimi anaweza kuoa. Kwa msingi huo. Unajua kabisa kwamba mwanaume anayepropose ndio anayeoa. Huo ni mtazamo. Sawa. Huo ni mtazamo. Yaani mwanamke akienda kupropose, maana yaani yeye ndio anasema unaweza kunioa mimi. What is the problem? What is the problem? Mwanamke kwenda kusema kwamba unaweza kunioa mimi, tatizo ni nini? Au nakupenda kaka, naomba tuwe kwenye mahusiano. My God. Ina maana kwamba huyo mwanamke ndo anayeoa au yani? Sasa ngoja nikwambie kitu. Sawa? Ngoja nikwambie kitu. Kinachokuja kusumbua sasa hivi jamii kwa asilimia kubwa ni hii mifumo ambayo naweza nikasema ni mfumo dume. Sawa? Imezoeleka kwamba wanaume ndo wanatakiwa kufight kwa ajili ya upendo. But that is not true. That is not true. Sawa? Upendo uko kwa mwanadamu yoyote. Na mwanadamu yoyote anaweza akajisikia kupenda. Sasa expression, sawa? Expression na hivi vitu ndivyo vinavyotuletea matatizo. Sawa? Hivi vitu ndivyo vinavyotuletea matatizo. Limitation ya kufanya expression kwa mwanamke. Kwa nini iwepo?
Kwa sababu yeye ni mwanamke, Biblia inatuambiaje? Mwanaume apende, mwanamke afanyaje? Atii. Unawezaje kumtii mtu ambaye my God? No. Sawa. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Kuna wakati Paulo wakati anamwandikia Tito. Sawa? Anamwambia Tito kwamba anawaambia wale wamama wawafundishe mabinti, wawafundishe wanawake vijana kuwapenda waume zao, sio zao. Sio hata Biblia inavyosema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu, haijasema wapendeni wachumba zenu. If we go that way, tuwe fair. Wapendeni wake zenu, maana ndio maana tunasema mahusiano sio ndoa. Sasa kama ndivyo, kwa nini ikasema pia kwa wanawake pia inawaagiza wanawake wapende? Issue iko hapo. Wapende wakina nani? Issue ndio iko hapo. Okay. So, unataka kuniambia kwamba kwa namna hiyo, si ndio? Unataka kuniambia kwamba nini? Tunasema kwamba mwanaume haruhusiwi kupenda mwanamke asiye mke wake. Sisi ndio hao mahusiano kwa ndo anaanzia kupenda hapa. Then what's wrong kwa mwanamke akianzia kupenda? Kwa sababu Paulo anamwambia Tito wale watu wafundishe wanawake vijana kupenda waume zao. Kwa nini kwa mwanaume kupenda kabla ya ndoa iwe sawa, alafu kwa mwanamke kupenda kabla ya ndoa iwe sawa? Sio kwamba kupenda. Ila shida ni who start. It is not a problem. Sawa, it is not a problem. Who start? Imagine, sawa? Kwa mfano mwanamke tunaelewa, sawa? Mwanaume anapokuja kunipropose kwamba sawa, mimi nimekupenda, nataka uwe mke wangu. Sawa? Anaposema vile tunaelewa kwamba huyu mwanaume anatakiwa yeye ndio muaji, sawa? Yeye ndio atakayepambania penzi letu. Yaani yeye si ndio amekuja kunihitaji. Yeye si ndio amenitaka mimi kwenye mahusiano. Kwa hiyo kuna namna inakuwa ina heshima. Lakini mimi nikisema kwamba mimi ndo nampenda kijana, manake mimi I have to fight for him. No. Huo ni mtazamo na ni mitazamo mibaya. Sawa? Kwanza ijulikane, ieleweke kwamba mwanaume anapokuja kukuhitaji wewe kwenye mahusiano, haina maana ayafaitie mahusiano. There is no fighting. No fighting, yani kuna uwajibikaji. Uwajibikaji hauji kwa sababu yeye ndo amekupata. Uwajibikaji unakuja kwa sababu amekukubali. Kwa endapo wewe ndo umeanza in whatever, na naamini inawezekana kuna watu ambao mnatusikiliza sasa hivi ni vile watu wao hawezi kusema, lakini kuna mahusiano ambayo yapo kabisa na wanawake ndio walioanza kupropose kabisa. Kuna watu hapa wanaweza wakaleta ushahidi, ingawa sio vitu ambavyo watu wengine wanaweza wakavikubali, lakini mahusiano haya ya namna hiyo ambayo mwanamke ndio yalianza yapo, na yapo mahusiano ambayo yako very strong na aliyeanza ni mwanamke. Bwana nikasema akili ya mwanaume ina tafsiri vipi? Kama akili ya mwanaume ikiwa kwenye tafsiri kama hiyo ya kwako ulionayo kwamba mwanaume lazima afaitie sijui mahusiano, sijui lazima aoneshe commitment. Commitment haitakuja kwa sababu yeye ndo alianza. Sawa? Commitment haiji kwa sababu mwanaume ndo ameanza kukufuata. Commitment inakuja kwa sababu amekukubali ndani ya moyo wake kwamba wewe uwe mwenza wake. Sijui unaelewa? And let me tell you the secret. Mara nyingi sana hata mwanaume kabla hajampata mwanamke kumalizia kile na kupenda, huwa anaangalia signal. Na mahusiano mengi wanaoanza ni wanawake, ila tu hawasemi. Sawa, tunaanza lakini hatusemi. Sasa huo ujasiri kwenda kusema. Sasa ujasiri haupo kwa sababu ya taarifa ulizonazo. Wewe ulishakalilishwa tangu zamani kwamba lazima mwanaume ndio akufuate wewe, mwanaume ndio aseme kwamba wewe ukiexpress your feelings. Ni sawa na vitu ambavyo sasa hivi tunapigana navyo. Mwanaume akiexpress hisia anaonekana kama ni udhaifu. Ndio ile mifumo ambayo tunaiongelea. Sawa? Ndio ile mifumo tu ambayo kuna vitu haviko sawa. Mwanaume akilia msibani anaonekana kama ni mwanaume ambaye hafai, ni mwanaume dhaifu. Wakati naye ana hisia. Yeye ni jembe. Jembe la wapi? Hizi concept ndio zinasababisha wanaume pia wanaishi umri mdogo. Kwa sababu wao ni wanadamu, wanatakiwa kuexpress. Mwanaume kuna wakati naye anajisikia vibaya, kama ni kulia anatakiwa kulia. Ni mwanadamu. Analiaje jembe? Kwa hiyo ajenda ni kwamba, sawa? Ajenda ni kwamba mwanamke kusema anampenda mwanaume sio tatizo. Narudia tena. Sio tatizo kwa sababu ni mwanadamu. Na kupenda sio kitu kibaya. Kwanza kupenda ni agizo la Mungu mwenyewe. Mshaanza mambo yenu. Siongelee upendo, siongelee hisia.
Sawa, wewe unaongelea hisia, mimi siongelea hisia. Naongelea upendo. Na upendo ambao naongelea hapa inabidi uwe na ile tafsiri konki ambayo huwa anaitoa hapa. Tafsiri ya sacrifice. Tafsiri ya nipo tayari kuwa na wewe maisha yangu yote. Nipo tayari kujitoa na wewe kwenye maisha yangu yote. Can we make life? Tunaweza kufanya maisha, tunaweza kuwa pamoja. What is wrong mwanamke akisema? Okay, sawa. Najaribu kutoa mfano. Yaani najaribu kuimagine kwenye akili yangu hii. Naenda kwa mwanaume namwambia nakupenda. Baada ya hapo what follows? What follows? Anachagua kama amekuelewa. Kama hindi. Yaani unajua ndio kupropose kwa wanaume. No, what is the problem? Yaani tatizo ni nini? Ndio maana nimekwambia kwamba changamoto haipo kwa sababu mwanamke ameanza. Sawa? Changamoto ni taarifa ulizonazo wewe kuhusiana na mahusiano. Ndio maana hicho kitu kinakusumbua. Lakini kama ungekuwa upo sehemu ambayo hilo jambo linaweza kutokea. Sawa? Hilo jambo linaweza kutokea, isingekusumbua. Au kama ungefundishwa. Unaelewa vizuri? Kama ungefundishwa tangu mdogo kwamba hicho ni kitu cha kawaida, ungekuwa umeelewa. Kwa hiyo tuzingatie tu hilo. Hatujamaliza kocha, hatujamaliza na hatumalizi. Yaani leo nahisi tutakeshea hapa. Sawa. Haya. Mambo uko unasema kwamba ninapoenda kupropose inategemeana na akili ya mwanaume. Yeah. Sawa, tuanzie hapo. Sasa mimi nitajuaje kwamba huyu mwanaume ninaenda kumpropose akili yake iko sawa, hawezi kunichukulia mimi negative? Kwa sababu kumbuka huyu mwanaume naenda kumpropozia na yeye anaishi kwenye jamii ambayo anajua kwamba men ndo nani? Ndo proposers. Alafu mimi naenda kumpropose. Kumbuka hajakusikiliza wewe, akajua kwamba sio jambo baya. Yeye ana taarifa zake za alivyokulia, na sisi tumekuwa hivyo, especially wa Tanzania wa Bongo tumekulia hivyo. Ni maadili hayo tumelelewa kwamba mwanaume ndo anatakiwa kuja kumpropose mwanamke. Sisi hatutakiwi. Licha tu ya sijui dini, sijui nini, yani ndo tuko hivyo wa Bongo. Leo naenda kwa kijana namwambia kwamba nimekupropose, akinishaambia nimefundishwa na coach wangu, it's okay. Unaona huyo mwanaume atanielewaje? Na kwa nini mwanamke aende akasema nimefundishwa na coach? Sasa si ndio umenifundisha? No. Mimi najua kwamba sio sawa. Iko hivi. Sawa? Iko hivi. Ni sawa ya uelewa. Na swala la kwamba yeye wewe utajuaje, sawa? Kwamba atakuchukuliaje haikuhusu. Unaelewa? Jifunzeni kwa wanaume. Sawa? Jifunzeni kwa wanaume. Listen. Sisi we take risk. Sawa? We take risk. Unapoenda kwa mwanamke unamtongoza, unamhitaji. Anaweza akakukubalia au akakukatalia. Na tukae kinyonge. Tunaendelea na safari. Mkae kinyonge, hamna baya tajiri. Tukae kinyonge. Sawa? Maisha yanaendelea. Kwa kama hilo linawezekana. Sawa? Kama hilo linawezekana, maana yake pia hata kwa mwanamke linawezekana. Na the same thing ni sawa, na kuna fundisho moja linatembea sana ambalo silipendi. Nadhani ya mambo lazima tuweze kuzungumza. Kuna hii ambayo kwenye cheating, si ndio? Imejulikana sana kwamba wanaume ndio wanatetewa sana kwenye cheating. Sawa? Kwamba wanaume kucheat, wanaume ameumbiwa tamaa, si ndio? Kwa mwanaume kucheat ni kawaida. Kwa sababu mwanaume anaweza kutofautisha upendo na tamaa. Sawa? Inaonekana kama wanawake wapo innocent sana kwenye eneo hili. Lakini nikwambie kitu, wanawake wanacheat vibaya mno. Ni kwa sababu hauna taarifa. Yaani wanawake wanacheat. Wengine wapo kwenye ndoa, wengine wapo kwenye mahusiano. Wanacheat na bado wanabaki kwenye mahusiano walionayo. Ila hawaongelewi. Wanawake sababu tu ndio zinatofautiana. Sawa? Mwanaume anaweza akachiti kwa sababu ya miemko ya kihisia, akawa na mwanamke huyo, akawa na mwanamke huyo. Sawa? Ila wanawake wanachiti kwa sababu fulani. Moja, sababu ya fedha. Mwanamke anachiti kwa mume wake, anajua kuna mtu yuko naye anampa hela. Kwa hiyo anachiti naye kwa sababu ya hela, na mwanaume hawezi kunotice.
Unanielewa vizuri? Lakini imezoeleka wanaume wana cheat. Zingekuwa zinapiga DNA kwenye ndoa za watu tungeelewa vizuri ninachosema hiki. Sawa. Kwa sasa coach, kwenye hiyo situation ni sahihi, yani iwe ni mwanamke ana cheat au ni mwanaume ana cheat? Sababu kuna hii situation wanasema kwamba mwanaume akichiti msamehe, mvumilie bwana. Ndio alivyo. Kwa hiyo kama tuna ndoa, je, hiyo ni sahihi? Mimi siongelee usahihi au kutokuwa sahihi. Naongelea hali iliyopo kwenye jamii. Sawa? Mnachojaribu tu kukionyesha kwamba mambo haya tusiyakalili. Unaelewa? Kwa mfano watu ambao wanaongelea masuala ya cheating, wanaongelea sana wanaume, kwamba wanaume ndio wameumbiwa tamaa, wanaume ndio wana cheat. Lakini wanawake pia wana cheat, na wanawake nao wana tamaa vile vile. Tamaa tu ya mwanaume na mwanamke zinatofautiana, lakini wenyewe wana tamaa. Kwa tufanyaje? Ninachotaka kusema, akili zetu zifunguke, tuweze kuwa na uwezo wa kuyapokea maarifa au kupokea vitu katika uhalisia wake. Tusikizane na vitu halisi ambavyo vipo. Turudi sasa kwa huyu kijana wetu ambaye yeye sijui kama atanipokeaje kuhusiana na issue. Ni kwamba akikupokea maisha yanaendelea na ataendelea kuwajibika kama yuko positive, kama yuko committed. Sawa, maisha yataendelea. Kama hawezi akakudharau, hawezi akakuchukulia vibaya tu kwa sababu wewe umempenda. Kama amekuelewa litakuwa ni jambo jema, kwanza umempunguzia kazi, atakupenda. Ila kama kichwa yake no kazi, yes alikuwa no, kumpunguzia kazi mtu unayempenda sio kwamba ni kitu kibaya, ni kitu kizuri. Why unasema kwamba eti hayuko committed? Hayuko committed kwa sababu hajaanza? No. Ndio hiyo mambo ambayo tunasema, namna ulivyopewa taarifa, namna ulivyozoea. Basi. Kwa Mary karibu, maana mimi hapa kama inakuja kuleta shida huko mbele. Shida gani? Mmeshaoana sasa, mfano ndio amekubali, mmeanzisha mahusiano, mmefunga ndoa. Uone kama mkifika ndani kwenye ndoa kama itakuja kuleta shida, kwa sababu ikitokea ugomvi mdogo tu atasema wewe ndio uliyekuja, inaelekea ndio tabia zako ndio ulivyo. Hilo ni tatizo lake, sio tatizo lako. Lakini limesababishwa na nani? No, halijasababishwa na wewe. Wewe uli express what you feel. Yani mnatakiwa mjue nyie ni wanadamu. Sawa? Nyie ni wanadamu na mna uwezo. Sawa? Mna uwezo wa kufanya kile kitu ambacho mnajisikia ndani. Lakini vipi kuhusiana na ile superiority? Yani kuna ile namna Mungu katuumba automatically. We are human. Mungu katuumba. Sawa. It's not about issue ya Mungu. It's about how we are. It's about creation. Namna Mungu alivyotuumba sisi, namna ya utendaji kazi wetu. Alituumbaje? Mungu anaomba nyie kama makini. Naelewa watu wa kuleta oda ya kunini. Sisi ametuumba watu fulani wa kunyenyekea, wa kupokea, wa kureceive. Ndio mmefundishwa hivyo. Sio tumefundishwa. Ndio mmefundishwa hivyo. Mungu ametuumba wapi? Kwa Biblia sisi ni wanani? Wasaidizi. Wa wanaume. Unamjua Holy Spirit? Tuanzie hapo kwenye kazi ya usaidizi. Unamjua Holy Spirit? Yes. Holy Spirit ndo anayefananishwa na nani? Na msaidizi. Sawa? Na msaidizi. Kwa Bible inavyosema mwanaume ameumbiwa msaidizi, haina maana ameumbiwa mtu mpole, mtu mnyenyekevu wa kufuata order. No. Yuko pale kufanya vitu viende. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanya vitu viende. Sawa? Roho Mtakatifu hajawahi kuwekwa kwamba yuko kando ni mtu fulani mnyonge, sijui ni mnyenyekevu. Ni mtendaji mkuu. Sawa, okay, Holy Spirit anasubiri order kutoka kwa nani? Kutoka kwa Baba. Leo mnajua anasubiri order wapi? Kutoka kwa Baba. Baba yupi? Baba Mungu. Holy Spirit yuko ndani yetu. Sawa? Na anatenda kazi kutusaidia sisi. Sasa okay. Huo usaidizi wa Roho Mtakatifu. Sawa? Angalia katika zile lenki kama tuliona ongelea huo Utatu Mtakatifu. Sawa? Baba, Mwana, Roho nani? Mtakatifu. Fananisha utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika Utatu Mtakatifu. Ndivyo unavyotakiwa kuwa pia kwa mume na mke. Alafu utaniambia sasa, yupi anatakiwa kupokea oda? Sio anatakiwa kupokea oda, jamani.
Kwani Bible wewe unaisoma kushoto kulia? Bible inasemaje? Bible inasema kwamba mwanaume ni kichwa. Sawa? Sawa? Sawa. Na sisi tunataka kumfuata huyo mwanaume. Na kumfuata nani? Kristo. Sawa? Very good. Sawa? How do we follow Christ? Sawa? Huo mfano mzuri sana. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo kwa kanisa. Sawa? Kuna mke, kuna nani? Kuna mme. Kuna Kristo. Sawa? Kuna nini? Kanisa. Kuna kanisa. Yesu ametufanya sisi wanyonge wanyonge? Hapana, sisi wanyonge tuna nguvu. Tuna receive order kutoka kwa Yesu? Hatureceive, ila tunafuata maagizo yake. Tunafuata maagizo yake. Sasa kufuata maagizo haina maana wewe ni mnyonge. Kwa sababu kitu ambacho kinatokea, sawa? Kitu ambacho kinatokea, kuna perception kwamba wanawake wao wanatakiwa kusubiri wanaume wafanye kitu fulani au wanaume wa initiate kitu fulani ndivyo wanawake na wenyewe wafanye. Hapana. That is very bad. No, hatujamaanisha hiyo. Ila hiyo ndio ile umekuja kuempower women kwamba no, tunajua tuna nguvu, tuna uwezo, ndio maana tunafanya mambo. Lakini unapofika kwenye eneo la ndoa, ili ni eneo ambalo tunatakiwa kukaa kwenye nafasi zetu kama wanawake. Nafasi zipi? Nafasi ya kuwa wasaidizi na kuwa watii. Kusaidia ni kutii, ni kufanyaje? Kutii ni kujisubmit. Sasa hapo nani kwambie kitu? Sawa? Nikikuagiza ufanye vitu vibaya kwa sababu ni kichwa na wewe ni mwanamke, wewe ni msaidizi. Sawa? Unatakiwa ufanye, unatakiwa ukatae. Nakataa. Kwa nini unakataa? Wakati wewe ni msaidizi. Nakataa kwa sababu kitu sio sawa. Sasa ndio hiki kitu ninachokimaanisha. Sawa? Tafsiri ya usaidizi ipo katika kutenda, kukamilisha purpose. Sio katika length kwamba wewe ni mdogo. Sawa. Mimi sio mdogo, ndio nimeelewa. Lakini sasa mimi na ukubwa wangu nawezaje kwenda kumwambia mwanaume I love you? Nataka unioe? Hivi mwanaume anaanzaje kuoa mwanamke? Usemi nataka. Usemi nataka. Maana napokuja mwanaume anamaanisha nataka nioe. Kwani mwanaume anapokuja kupropose? Yaani okay. Kwa nini unaona ni sawa mwanaume akufate lakini isiwe sawa kumfuata? Kwa sababu kwanza, kwa sababu yeye ni kichwa changu. Yeye ndo ameona kwamba mimi nafaa. Yeye ndo atakuwa baba. Yeye ndo atakayeona mimi anafaa kuniongoza, mimi namfaa yeye kwa ajili ya kukamilisha papasi yake. Kwa ameona kabisa kwamba mimi nafaa kuwa msaidizi. So wewe unaenda kukamilisha papasi ya mwanaume? Nice. No. Kwa nini? No, that's not biblical. Biblia inasemaje? Sawa. Adamu alivyoamka alisema hivi, hakika wewe ni nini? Ni nyama katika nyama zangu, mfupa katika mfupa wangu. So structure wise, sawa, structure wise these people are the same. They have the same purpose. Unaelewa? Na ndiyo maana mwanamke kabla hajamkubalia mwanaume ahakikishe kwamba anajiona ndani ya huyo mwanaume. Kwa ina maana kama mimi ndo naenda kumpropose nihakikishe najiona ndani ya huyo mwanaume. It is both side, yani wote wawili, kwa sababu sawa, wewe mwanamke unapoenda kwa mwanamume, purpose iliyoko ndani yako inatakiwa iishi ndani ya purpose ya yule mwanaume. Umenielewa? Sawa. Umenielewa? Ndio maana ya mfupa katika mifupa ya nyama katika nyama ya. Na ndio maana ni hatari. So, ukisema tu ukiishia kwenye kipengele cha usaidizi kama usaidizi, ndio maana usaidizi unatakiwa uchukulie usaidizi kama utendaji kazi. Sawa? Ndio maana kanisa lilianzia na msaidizi katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Sasa lakini Yerusalemu nitawaletea msaidizi. Huyo ni mtendaji kazi. Baba nyepesi, mtendaji kazi. Sio kwamba ni mtu fulani tu yeye hai. Yaani without huyo hakuna purpose inatimia. Kwa hiyo
mwanamke awe na purpose, ambayo hiyo purpose akienda kwa yule mwanaume, hiyo purpose inaonekana haifutiki. Ndio tafsiri ya kusaidia. Sio kama unaenda pale wewe unaacha mambo yako. Yaani kama ulikuwa na dream ya kuanzisha kitu fulani, ukifika kwa mwanaume, wewe sasa kazi yako ni kupambania ndoto ya mwanaume. No, you have your dream. Ila your dream you have to see in that man. Mfupa katika mifupa yako, nyama katika nyama yako. Okay. Na in the matter of fact, in the matter of fact, wakati Adamu ameamka. Elewa vizuri. Wakati Adamu afanya nini? Ameamka. Baada ya kumwambia Eva kwamba wewe siki ni mfupa katika nyama si nini? Eva hata hakuwa surprised. Mbona pale Eva anashangaa? Wewe si ngombe wewe, umejuaje? Unawahi kuona? Kwa nini? Alijua. Sawa. Hapo kwenye mwanzo. Unaona aliyesema wewe ni nyama yangu nani? Ni Adamu. Then wewe Eva ndo aseme. Sikiliza. Adamu alikuwa amelala. Kumbuka creation ilivyokuwa. Adamu alikuwa amelala. Kwa sasa hivi mmeshaamka. Mapembe yametoka. Ni hivi, tafsiri ya kulala ni kuandaliwa. Unatakiwa uwe na mwanaume ambaye ameshaandaliwa kuwa mume. Ndio tafsiri ya usingizi kwa Adamu. Alikuwa kwenye preparation stage. Na ndio maana mwanaume ambaye ameshapita preparation stage amekuwa matured. Hata ukienda kumwambia nimekuelewa, naye atashuhudia ndani kwamba huyu mtu ananifaa. Hawezi kusumbuka, mnaishi tu. Haya mambo mengine ni mitazamo tu ndio inayosumbua. Ili kuavoid, ndio maana nikasema kama unaimudu hiyo risk kwamba hata akikukatalia haina mbaya, unaweza kuendelea na maisha yako. Kuna hiyo risk ya yeye kutowajibika vizuri. Sasa kama pia kuna kesi nyingine coach ambazo tumeshazipokea. Binti anaenda kwa kijana, anajipeleka. Anamwambia kwa wewe mimi nakupenda. Sawa? Wanaume wanaita tabia. Baadhi ya wanaume ambao nimewafahamu wanasema usikatalie nyama. Wanaanza kama msemo kao. Kwa hiyo mwanamke yote atakayeenda au anajua anafaa au anajua hafai, atamkubalia kwanza, nyama imejileta. Acha tu enjoy life. Na kwa nini mwanamke apeleke nyama? Lazima kujipenda. Kumpenda mtu sio kumpelekea nyama. Kwa hapo kuna shida ya tafsiri ya upendo. That is not. Ngoja kidogo. Really bwana. Sawa? Okay? Wanawake wenyewe wanaenda na mtazamo kwamba wanapeleka nyama. Wanawake kwanza. Subiri. Afrika taratibu twende. Haleluya. Kama ingekuwa hawafikirii kuhusu nyama, wanaume wasingekuwa wanazitumia hizo nyama. Maana wanaume wanaona kwamba kuna chance ya hizo nyama, kwa sababu pia wanawake wanadhani kupenda ni kupeleka hizo nyama. Kwa hiyo wakienda wanapeleka nyama. Lakini kama wangeenda kwa tafsiri ya upendo, upendo una gharama. Utaanza kumold mwanaume. Yeye mwenyewe na kama uko na value, uko na thamani, ukijisogeza mwanaume mwenyewe anaanza kucalculate. Huyu dada nilimchukulia malaya, alikuja kuniambia ananielewa, lakini mbona eneo hili anakaza hivi? Lakini kitu kingine, kitu kingine. Wanawake they are so emotional. Sawa? Yaani hapa tumesimama hapa, wakaweka wanaume 5 hapa, akawa amewapenda wote. Na wabaye nimewapenda sielewi nani nimuoe. Nani anioe? Sielewi nani anioe. Tukiwapa hii nafasi wanawake, mimi nakwambia disaster zitatokea kwenye ndoa za kufa shetani. Kwa sababu kwanza wanawake wao ndio hawaelewi maana ya upendo. Wenyewe wanahisia sana. Kwa wanapoona mwanaume anapiga keyboard, wow, I like this man. Anapiga dance yani au anaimba sana, wow, this is the one. Yani hawajatulia in short.
So kama ni kupenda, anaenda kupenda hata wanaume 5. Kama tukisema kwamba wanawake wa propose, mimi nakwambia hatuna dunia. Dunia inakuwa imeisha. Dunia haiwezi kuisha. Wote wanapenda wanawake wote. Ngoja nikwambie kitu. Wanawake wanapenda hata wake za watu. Hivi mimi na wanawake najua. Wanaume pia wanapenda wake za watu. Sasa hatuli na wanaume leo. No. You have to balance. Sawa? You have to balance. Kama unaongelea wanawake, sawa? Maana yake lazima unafanya comparison. Hata wazimseme watu. Yaani ukishasema wanaume au ukisema wanawake, maana yake unafanya uhusianisho. Kwa ukifanya uhusianisho lazima uweke balance. Sio kwamba kuna wanawake wanapenda wanaume wa watu, kuna wanaume pia wanapenda wake za watu. Sawa. Ukisema kwa habari ya emotion kwamba wanawake wakati wanaanza mahusiano wako emotion, wanaume pia wako emotion. Ndio maana wakati mwingine wanaume anakuwa na wanawake wengi, anashindwa achague yupi ni yupi. Kwa hiyo wote wapo na hisia, kama ni swala la hisia. Kwa hiyo kinachokuja kutofautisha kati ya mwanaume au mwanamke, in short, kinachokuja kumtofautisha mtu na mtu ni hapa uwezo wake wa kufikiri, stamina, kujua ni nini anakitaka, kujua ni nini anataka kuishi nacho. Sio sawa wanaume au wanawake. Na kama ikitokea mwanamke amepropose, mwanaume ameanza kusumbua, sio kosa lake yeye, ni kosa la huyo mwanaume, mtazamo wake yeye. Kwa sababu kumbuka, upendo ni swala lako na namna ambavyo yeye anafanya ni swala lake. Na hiki kitu napenda kuongea, when you love, you sacrifice yourself. You don't act because of him, you act because you love. Okay. Jesus alikufa msalabani sio kwa sababu sisi tumetenda mema au kwa sababu ni nani. Aliona Mungu aliona, okay, these people are suffering. Akasema okay, I'm going. Akaja akatufia na mazuzuzuzu yetu na maujinga yetu tunaendelea kuyafanya mpaka leo, lakini alifanya, hakufanya kwa sababu sisi tumemconvince. Alifanya kwa sababu ya upendo wake kwetu. Tatizo, watu wengi wanataka kupenda kwa kuangalia upande wa pili unafanya nini, and that is not love, that is feeling. Love haiangalii upande wa pili, love inaenda yenyewe na iko tayari kufa kama Yesu alivyokufa msalabani. Waacha yuko tufe kwa ajili ya wanaume wa hovyo. That is love. Msijaribu. If you talk about love, that is love. Upendo haupo katika vitu vizuri. Sawa. Tuishie kwenye tuangalie tu bwana tunalimudu. Coach. Kama ukishindwa hizo ndo level za upendo. Ila ndio maana nasemaga kama haujui kupenda, chagua bwana unalo limudu. Coach, bado mimi nafanya hapa kwenye mwanamke ku propose. Naomba kwamba wanaume sawa, especially wanaume wa kibongo. Ukiachana na emotions, umeshanijibu hiyo swali kwamba wanawake wanahisia sana. Umesema kwamba sasa hapo ni maturity ya huyo mwanamke. Kwa hiyo yeye na mwanaume. Yeye tunamwongea huyo mwanamke ambaye anaenda ku propose. Kama ataweza ku propose kwa wanawake 5, kwa maana yake yeye akili yake haijakuwa, hajui nini anacho ukitaka. Kwa hiyo sio shida ya mwanaume, ni shida ya kwake. Nimeelewa, that's good. Swala jingine, wanaume kuhusiana na swala la nyama, hapa hatujamaliza vizuri. Yaani wanaume hawawezi kukataa. Kama hivyo namsema demu ile imejileta. Imekuja yenyewe mboga. Hii mboga lazima ni kwa wanaume hawawezi kumkataa binti. Kama nimekuja nimejiexpress kwamba mimi nakupenda, naomba, yani ile kusema kama hapana, wanaume kwanza wanakamsemo kao, wanakakao vikao vyenu sijui. Kwamba meaga akida mboga hakuna kukataa. Yaani wanapo na nini kamsemo kao. Kwa hiyo sasa wao ukienda kwa mwanaume ambaye yeye akikuangalia anaona kwa sababu kumpenda mtu haina maana ya kupende. Umeenda kwa mtu umepropose kwa sababu yeye ni mwanaume anakaa ka ujinga kao kale. Anasema kwamba haina shida, lakini ni reality, hajakupenda, hana mpango na wewe na hata kuoa. Kwa nini mnaenda pale mnapoteza muda? Kwa nini? Ngoja. Kwa nini unamtazama huo kwamba hata kuoa? Nimefafanua vizuri mwanzoni. Nimesema hivi, kinachofanya waonekane kama ni mboga ni kwa sababu wao wanaenda kama mboga. Sawa? Nisikilize. Wanawake wengi wanaoenda kwa wanaume kama hivyo, wanaenda kujirahisisha kwa style ya sex. Hawaendi kuonesha upendo, wanapeleka tamaa zao. Sasa hilo ni jambo lingine. Sawa? Hilo ni jambo lingine.
Ndio maana kama ukienda sexy mwanaume kwa 90% au zaidi, kuna uwezekano ni kweli akapita na wewe, lakini ukienda kupropose upendo, kuna gharama ambayo itabidi aingie kuprove hicho kitu. Ili ni prove nipe sex. Sasa hiyo inategemeana na your value. Kama value yako haikubali sex, ni wajibu wako kukataa. Ukikataa, si maisha yanaishia hapo. Then kuna tatizo gani lingine? Yaani kitu gani kinachoanza kusumbua? Kama value yake anasema kwamba nipatie sex, na wewe haupo tayari kutoa hiyo sex, upendo wako wewe unaupima kwa namna nyingine, vita ya nini? Maana yake vigezo havijaendana. Achaneni. Tatizo liko wapi? Unashusha brandi. Huo ni mtazamo, na hicho kitu ambacho najaribu kushughulika nacho. Huo ni mtazamo. Sawa, jamani, mambo mangapi tunajaribu tunafeli? Mingi kwenye maisha. Hata shuleni kuna masomo wakati mwingine pepa hii hapa linakuja unapata 10. Zile FF za hesabu unazikumbuka, zile sap za chuo unazikumbuka, ulifeli ukarudi tena ukafanya ukafaulu. Kama usiana yako hivyo, you do business, you fail, you start again. Kwa sababu kwamba eti nimeshusha brand kwa kufeli. Shida ni uwekezaji. Uwekezaji umefanya nini? Nimewekeza moyo. Kwa nini uwekeze moyo? Kwa mtu ambaye bado haja kuaccept. Hilo ni tatizo lako, si tatizo lake. Ndio maana lazima moyo ujiachie kwa stage. Stage ya kwanza umemuelewa, unaenda moyo unatakiwa ukae kwa kuelewa kwamba hapa kuna mawili, nakubaliwa, nakataliwa. Step ya pili kakubali. Akikubali unaongeza kidogo, moyo unaongezeka. Sawa, una take precautions. Hauendi mazima full. You take precautions kwa sababu ni jambo la pande mbili. Akikubali, mwisho wa siku hivyo kadiri anavyoenda, utaona responsibilities zake, utaona mnavyoishi. Unajua okay, huyu natakiwa nimpe moyo. Otherwise, nenda taratibu. Na ndivyo wanaume pia wanavyofanya. That's what we do. Yaani mwanangu before sijakuoa. Sasa ina maana wenyewe wanaume na maana hampendi, si ndio? Ndio maana mnakuwa rahisi kusema kwamba chana na mimi mahusiano yameishia hapa. Yaani kuna mwanaume mnalala mnamka anambia oya, tumeishia hapa. Unaenda kwa stage, si tuna akili. Kwa si mazombi. Na hapo ile msitumie vizuri. Sema bwana.